Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel ya Tanzania Eye TV, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Taarifa ambazo zimetufikia sasa hivi ni kwamba Samia haamini kinachoendelea baada ya mtoto wake Abdul magari yake yote kuchomwa. Vile unavyotazama kwa skrini yako, wameweza kuchapisha habari na kusema ya kwamba showroom ya magari ya Abdul mtoto wa Samia yachomwa moto Mikocheni, magari yote yateketea. Unajua, Waswahili walisema ya kwamba malipo ni hapa duniani. Katika kinachosemekana uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana, Watanzania ambao waliweza kujitafutia waliweza kupoteza mali zao kufuatia kulazimishiwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan ambaye aliamua kujichagua, jambo ambalo liliweza kusababisha taharuki kushuhudiwa hapa Tanzania. Watu wengi wakauawa na magari ya watu yakachomwa, watu wakaenda hasara, nyumba za watu zikachomwa, watu wakaenda hasara. Sasa imewafikia wale ambao waliweza kusababisha vita hapa Tanzania. Sasa mtoto wa Samia Suluhu Hassan tunafahamishwa ya kwamba Abdul huyu akona showroom ya magari ya kifahari, yale makubwa makubwa ya pesa, ya mamilioni ya pesa, yaliweza kuteketea yakiwa kwa showroom. Sasa wameanza kuvuna, unachopanda ndicho utavuna, uwezi kuvuna kitu kingine tofauti. Damu ya Watanzania iliweza kumwagika, na vile tunajua taarifa za ndani, Samia Suluhu Hassan aliamua kumweka Abdul, hana kiti chochote ila tu anashikilia kwamba yeye ndio mkubwa wa idara ya usalama hapa Tanzania, na akamweka mtoto wake Wanu akawa katika baraza la mawaziri kama waziri msaidizi ama makamu waziri katika wizara ya elimu. Na Mchengerwa ambaye amemuoa huyo Wanu, sasa tunasema ni mkwe wa Samia, akamweka waziri wa afya. Tunataarifiwa taarifa zingine hata shemeji ya Samia ni waziri wa fedha. Yani Samia anaendesha serikali ya Tanzania kama mali na familia yake, ndipo ameamua kufanya serikali hii kama yake, kama yeye ndiye mlipa ushuru peke yake hapa Tanzania. Watu wa familia moja ndio wanaendesha serikali hii. Sasa malipo wameanza kuvuna ni hayo, kwamba magari ya kifahari ambayo yalikuwa showroom yakiuzwa pale, moto uliweza kuanzishwa. Hakuna yeyote ambaye anaelewa vile moto uliweza kuanzishwa kule Mikocheni. Sasa magari hayo yamepotea yote, na kuna taarifa ambazo tunaangalia kwa undani. Unajua, hapa Tanzania watu wanaishi kiakili, haswa wale wako na nafasi. Unaweza fanya, kuna uwezekano wa familia hii ya Abdul kuamua kuchoma magari haya ili waweze kupewa pesa ya insurance, ili wakuje waseme waliochoma ni wale ambao ni wapinzani wa kisiasa hapa Tanzania, ama waweke lawama kwa chama cha kisiasa cha Chadema. Unajua, ni mengi ambayo yanaendelea ya siri, huwezi kuyajua, lakini kama hawakuchoma, kuna uwezekano ni malipo ambayo wanavuna baada ya Watanzania kupitia changamoto za hapa na pale. Unajua, kufikia sasa kuna familia zile ambazo hazikuweza kufaulu kupata miili ya wenzao ili kuenda kuizika na kuonyesha heshima za mwisho. Waliamua kuzika viatu, wakaamua kuzika nguo, wengine wakaamua kuzika picha za wahusika waliokufa. Halafu kisha baadaye kuna tume Samia aliteua ili iweze kumsafisha. Inasema ya kwamba watu walioangamia ni 518, na akisema kuna mikoa mingine waliuawa kama Dar es Salaam 182, Mwanza 90 na Mbeya 80, Arusha 50. Sasa ukijumulisha
ni 405 wala sio 518. Kumaanisha hii ripoti ya Jaji Chande ni ya ukora, kutudanganya sisi wa Tanzania hapa kwamba watu waliouawa, yani unajua watu waliouawa hapa Tanzania ni zaidi ya 10,000. Kuna ripoti ambazo tuko nazo kutoka mrengo upinzani, na hata shirika la Amnesty International liliweza kukiri maelfu waliweza kuangamia kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa hapa Tanzania. Unajua malipo lazima. Ndio maana tuliona hivi majuzi Samia Suluhu Hassan na yeye akikosa takwimu, anasema mafuta lita moja kule Marekani yanauzwa milioni 20. Tangu lini milioni 20 mafuta lita moja yauzwe? Kule Uroba eti lita moja sijui ni milioni 21 ya mafuta alikuwa anatetea Tanzania. Unajua kama huelewi jambo la kuzungumza, ama kuna uwezekano ndio anaelewa, lakini kwa sababu ya damu iliyomwagika ikanuka mitaani kila mahali inaweza kusababisha watu kurukwa kidogo na kusema chenye hawaelewi. Huyu mtoto wake Wanu alikuwa bungeni wakati alikuwa anajibu maswali, anajibu vitu ambazo hazieleweki. Yani unajua malipo ni hapa duniani. Sasa hayo ndio yanaendelea kushuhudiwa. Wanachadema wengi, wabunge wameaga dunia, ma-MCA wameaga dunia, ajali, jeshi la polisi magari yao yanapata ajali, wengi wanakufa. Yani yale ambayo yanaendelea hapa Tanzania huwezi kuyaamini, lakini ni kama Mungu amechoshwa na yale ambayo yanaendelea chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo tunaweza kudhibitisha kwamba magari ya Abdul mtoto wake Samia Suluhu Hassan yaliweza kuchomwa na yakaisha. Kwa hivyo ni malipo ambayo wameanza kuyavuna katika taifa hili la Tanzania. Tenda mema, nenda zako. Ukikosea mwenzako utaona yale ambayo yatakufuata. Na kufikia sasa tumeona Marekani ikikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan kupitia bunge la Seneti, haswa kamati ile ambayo inasimamia masuala muhimu yanayohusu mataifa ya kigeni. Wameikosoa serikali ya Tanzania na kufutilia mbali ripoti ambayo iliweza kuwasilishwa na Jaji Chande, kwa sababu walijaribu kumsafisha na kumpaka rangi, lakini haiwezekani. Kwa hivyo malipo ni hapa duniani. Marekani imekataa Tanzania, Marekani imekataa kutuma misaada hapa Tanzania, Uswidi imekataa, imezuia kutuma misaada, na mataifa mengine kama Canada na hata bunge la Ulaya na hata Umoja wa Mataifa wamekataa kwa sababu ya maovu yaliyoshuhudiwa hapa Tanzania. Lakini tutasubiri tuone ni kipi ambacho kinaendelea. Naendelea kufuatilia taarifa hizi za kina, nikizipata zingine nitarejea ili niweze kuwafahamisha. Kufikia hapo ndipo na hitimisha taarifa hizi. Tukutane kwa taarifa zingine baadaye. Na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati, na kwaheri.